Utunzaji wa mazingira ni fursa. Kwa hiyo utaona namna gani kwamba miti ina fursa kubwa sana katika maisha ya binadamu. Kwanza tunapata oxygen, lakini tunapata pia fursa kwa sababu vijana wanapata. Sasa hivi tunafahamu serikali imewekeza katika hewa ukaa, sio, umeelewa vizuri lakini kwamba ukiangalia miti pia ndo ina fursa nyingi. Miti ndo tunatengeneza, miti ndo inazaa miti shamba. Time nyingine tunaona madaftari, tunaona vitu vingi ambavyo vinatokana na miti, lakini miti pia ni tiba. Sijui unaelewa vizuri. Kwa utaona namna gani kumekuwa na mahusiano kati ya mazingira, binadamu na fursa. Kwa hiyo miti ina nafasi kubwa sana kwa jamii, miti ina nafasi kubwa sana kwa dunia. Sasa hivi unaona tunahangaika na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni kutokana na watu wengi kutokujua utunzaji wa mazingira. Lakini mabadiliko ya tabia nchi kwa nafasi kubwa yanachangiwa na binadamu kwa kuharibu mazingira, kukata miti, kuharibu vyanzo vya maji. Kwa hiyo utaona namna gani ambavyo miti imekuwa na umuhimu mkubwa sana katika jamii yetu na taifa letu. Kwa hiyo tukasema kwamba kama sisi jamii ya Dodoma, wana Dodoma, si tukushiriki katika siku hii ya leo, ni muhimu tu tunashiriki, lakini vile vile tutaenda kutoa elimu kwa jamii jinsi ya kutunza mazingira, hususan katika swala la upandaji wa miti. Kwa hiyo tunavyoshiriki sisi hivi tunapata kujifunza, lakini vile vile tunashiriki katika siku hii muhimu, tutairudisha kwa jamii kwa sababu sisi tunafanya kazi na jamii. Kwa hiyo tutarudisha na jamii. Kwa mfano, tunaweza tukatoa elimu jamii pale katika kaya, katika kila kaya panapokuwa na mtu labda baba au mama au mtoto analazimisha siku ya kuzaliwa, basi wawe na utamaduni wa kupanda hata mti mmoja katika kaya yao. Kwa hiyo ni swala la muhimu, tumeshiriki kwa umuhimu na tutarudisha kwa jamii.